kabisa, na wito wangu wa msingi, nichukue nafasi hii, ndugu zangu vijana wa Tanzania na wanamtwara, kwanza tukumbuke historia. Hapa tulipofika na hapa tulipo ni matokeo ya utunzaji wa amani ambayo ilifanywa na wazee wetu waasisi ama vijana wa zamani. Wao walishatoa mchango wao, na ukiangalia mchango uliotoa wao, ili taifa wamelitoa sehemu ngumu na mbali sana. Hivyo basi ni lazima tuwe na utaratibu wa kuendelea kuthamini mchango wa wazee wetu waliopita. Kuthamini kwao kwetu ambao tunatakiwa kufanya ni kuitunza hii tunu tuliorithishwa. Na lazima tukumbuke amani ama tunu ya amani ni deni. Sisi tulikopo, sisi tumeliazima kutoka kwa vizazi vilivyopita, na sisi lazima tuwajibike kwenye kulilipa hili deni kwenda kurithisha kwenye vizazi vijavyo. Kwani ni ukweli wazi, ulikuwa wazi. Vizazi vijavyo pia wanahitaji kunufaika na hii fursa ya utunzaji wa amani. Pasipo na amani hakuna elimu, pasipo na amani hakuna michezo, pasipo na amani hakuna kilimo, pasipo na amani hakuna undugu wala urafiki. Kwa tukijaribu kuangalia umuhimu wa mambo, baadhi ya mambo niliyoyataja, naweza nikasema kila mmoja atatimiza wajibu wake. Kubwa zaidi, kila Mtanzania, kila kijana, kila mwanamtwara arudi kwenye kutimiza wajibu wa msingi, arudi kwenye kutimiza matakwa ya kisheria na kisheria, kiutamaduni, lakini kikatiba pia, kwenye mambo yote yanayohusisha kwenye utunzaji wa amani, ili sisi tuje kulikabidhi taifa kwa vijana wajao likiwa kwenye mikono salama.